Kila mwaka Machi 10 ni siku ya majaji wanawake duniani ambayo mahususi kabisa imetengwa kwa ajili ya kutambua mchango wa majaji wanawake ambao upo na kubwa ni katika utoaji wa haki na kuhimiza pia usawa wa kijinsia ndani ya mfumo wa mahakama. Tutazungumza kuhusiana na uwepo wa wanawake katika nafasi za uamuzi wa kisheria, ikiwa idadi pia imekuwa ikiongezeka tofauti na miaka ya nyuma, na mchango wao katika kusimamia sheria, kusikiliza mashauri na hata kulinda haki za wananchi ukitambulika. Na katika kuzungumzia hili hapa studioni tumemwalika hakimu mkazi anayesikiliza kesi za madai na jinai, Winnie Kairanya. Karibu sana. Asante. Tunaye pia hakimu mkazi mkuu kutoka Kituo Jumuishi cha Ndoa, Talaka pamoja na Mirathi, Rehema Mwaisaka. Karibu sana. Asante. Karibuni sana. Asante sana. Na heri ya siku ya majaji wanawake. Asante sana. Siku ya majaji wanawake na mahakimu pia wanaingia humo. Yes. Ambao wapo kwenye sheria. Karibu, pengine kwanza tuanzie mwanzo wa safari yenu ya kuchagua kuingia katika taaluma hii ya kisheria. Nini ambacho kiliwasukuma? Labda tusikie kwa wote kwa kifupi na tuendelee. Karibu sana Winnie. Asante. Kwa upande wangu ilianza nilivyokuwa sekondari, hasa tunapokuwa form 2 tunakuwa kwenye hadithi, tunachanganyika na watu tofauti tofauti, wanafunzi wanaotoka kwenye familia tofauti tofauti. Nilianza kuwa na interest kwa sababu nilianza kujua kwamba kuna mahakama, kuna sheria, hususani kuna mawakili. Nilikuwa nikifuatilia ameendesha kesi fulani, unaona, kwa nikawa naona wow, hii kazi nzuri. Hususan mimi nilikuwa nimeanza kutambua mawakili, alafu baadaye nikajua kumbe huu mfumo unafanyaje kazi. Ili wakili awepo mahakamani kutakuwa na mahakimu, kutakuwa na majaji. Nikaufahamu mfumo, basi nikawa nina interest, napenda. Nikakuta hata nilivyokuja kumaliza sekondari, hata kwenda kwenye chuo, nimependa kuchagua fani ya sheria. Yes. Na kwako Rehema? Actually kwa upande wangu naweza nikasema story yangu ni tofauti kidogo. Mimi nilivyokuwa sekondari nilikuwa napenda kuandika insha sana, lakini nilikuwa sipendelei kuwa mwanasheria. Nilikuwa napenda kuwa balozi. Lakini nilivyomaliza form 6, nilivyokuwa nimechukua fomu ya chuo sasa, najaza kozi, babangu akaniambia wewe unafaa kuwa mwanasheria. Kwa alivyonishauri na mimi nikakubali. Aliona nini? Nadhani aliona kuna characters, sijui kama ninavyopenda kuandika na the way I behave, akaona ningefaa kuwa mwanasheria. Kwa hiyo nikasoma sheria degree, nikachukua degree yangu ya sheria, nikaenda pia nikasoma law school, na nilivyomaliza sikuingia moja kwa moja kufanya kazi kama hakimu. Niliajiriwa kama msaidizi wa sheria wa jaji. Nimefanya hiyo kazi tangia 2010 mpaka 2019. Ndio baadaye nikaama kada na kuwa hakimu. Lakini kimajukumu hayatofautiani sana. Ukiwa msaidizi wa sheria wa jaji tunaita ni saidia fundi. Kwamba kwamba yupo mhusika ambaye ni mkuu ni jaji, sisi tunamsaidia kutoa ushauri wa kisheria, nafanya utafiti wa kisheria na kufuatilia mwenendo na kuandika rasimu ya hukumu. Hayo ndo majukumu. Lakini ukiwa jaji au hakimu kidogo, wewe ndo unakuwa mhusika mkuu. Wewe ndo unasikiliza pande mbili, unasikiliza ushahidi, na mwisho wa siku ni kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria, pia na kwa kuzingatia ushahidi kutoka mahakamani. Ni hayo tu kwa ufupi. Winnie, kuna namna ambavyo ulipata changamoto ambazo wewe unaziona changamoto hizi nilizipata kwa sababu mimi ni mwanamke? Kwenye kazi yako
ama kwenye safari yako ya kuwa hakimu? Kusema ukweli sijawahi kukutana na changamoto ambayo inanifanya nikafikiria kwa sababu ya jinsia yangu ya kuwa mwanamke ndo imepelekea kuwa na hiyo changamoto. Yeah. Sijawahi kukutana na hiyo kwa sababu najua tu maamuzi ni maamuzi, naifahamu nafasi yangu na outcome ya maamuzi nitakayotoa. Kwa hiyo sijawahi kufikiri au kuona changamoto hii inatokana na kwa sababu mimi ni mwanamke. Sijawahi kukutana na ya namna hiyo. Rehema, vipi kwa upande wako? Kwa kweli na mimi kwa upande wangu sijawahi kukutana na hiyo changamoto. Natambua nafasi yangu na najua natakiwa nifuate mwongozo, nifuate katiba na sheria, ndio vitu vinavyoniongoza na kufuata maadili. Kwa hiyo nikijikita kwenye hivyo sidhani kama nitaogopa, na ninachojua ni kwamba unatakiwa ufanye bidii, sio nipo pale kwa ajili ya mwanamke natakiwa nipendelewe, hapana. Na ukiangalia miongoni mwa sekta ambazo zimepiga hatua kubwa sana hasa katika ule usawa wa kijinsia ni sekta mliopo. Ukiangalia hata majaji, idadi ya majaji wanawake na wanaume ni kama inakaribiana hivi. Haya mafanikio unadhani yamepatikana kwa sababu zipi? Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna sekta nyingine ambazo bado wanawake hawajafanya vizuri sana, kama vile ukienda kwenye masuala ya uhandisi kwa mfano, sayansi na kadhalika. Kwenye sekta yenu hii, nini hasa ambacho kimewapa mafanikio kiasi cha kwamba wanaume na wanawake almost mko sawa, na hata ukizungumzia changamoto hakuna tena zile changamoto ambazo unaweza kuzihusisha na masuala ya kijinsia? Nafahamu kwamba ili mtu atoke hatua moja kwenda hatua nyingine au ngazi moja kwenda ngazi nyingine, mara nyingi sana asesiwa kutokana na performance yake, the way ambavyo anaendesha mashauri yake, uwezo wa kuandika hukumu zake nzuri, yani utendaji kazi. Na sasa kwa sababu wewe unaona kabisa kwamba wanawake na wanaume imekuwa sawa, ina maana wana perform vizuri pia, wako vizuri. Ndio maana unaona hiyo idadi iko sawa, hakuna complain kwamba wanawake kwenye hii idara yetu jamani wako, kuna namna ambavyo labda majaji wanawake au mahakimu wanawake wanakuwa wana upungufu katika kazi zao. Kwa hiyo zinaonekana ni nzuri, ndio maana wanakwenda. Na hasa pia katika kazi ambazo mmekuwa mkizifanya, Rehema, ukitokea katika kituo cha jumuishi cha ndoa, talaka na mirathi, kuna mashauri mbalimbali ya familia, ya ndoa, talaka na mirathi. Ni yapi ambayo umeshuhudia pia ambayo imekuwa yakijitokeza mara kwa mara? Kimsingi niseme ni mashauri yote. Kama ulivyosema ni masuala ya familia, kwa hiyo ni masuala yanayogusa jamii moja kwa moja kwa namna moja au nyingine. Tukiongelea mirathi, labda nikitoa tafsiri ya maana ya mirathi, ni utaratibu kwa mujibu wa sheria wa kugawa mali za mtu ambaye inawezekana ni mali au ni haki ya mtu aliyefariki kwenda kwa warithi halali, na utaratibu huo huwa unasimamiwa na mahakama. Kwa nikiongelea kwa upana huo, unaweza ukaona inawahusu jamii moja kwa moja kwa namna moja au nyingine. Lazima kutakuwa kuna watu ambao wamekufa. Tukija kwenye masuala ya talaka au ya ndoa, pia ni masuala ambayo pia tunaweza tukasema tunaangalia usawa wa kijinsia, yani yanahusu pande zote mbili. Pale inapotokea migogoro watakuja mahakamani na kusuluhisha. Na pia hayo nyuma yake pia unakuta kuna watoto. Kwa hiyo kuna haki za watoto. Sehemu husika mahali ambapo ni mahususi kwa kuleta migogoro ya namna hiyo unakuta ni mahakamani. Na kwa mahakama imeanzisha kituo hichi jumuishi cha Temeke mahususi kwa ajili ya kudili ya masuala haya ya familia. Ndio hayo. Na changamoto kubwa sana unazoziona kwa upande huo ni zipi hasa? Okay. Naweza nikasema ni changamoto ambazo zinapatikana pale, labda ni uelewa mdogo wa masuala ya sheria.
Lakini kwa pale Temeke, kituo jumuishi cha Temeke, tunasema ni kituo jumuishi maana tunahusisha na wadau wengine. Kwa mfano, kuna asasi ambazo zinatoa huduma ya msaada wa kisheria wako pale kwa ajili ya kutoa guidance, kumsaidia mwananchi yoyote ambaye anafika pale na hana uelewa mzuri wa kisheria, basi akifika pale wanampa msaada. Kwa mfano, mtu yoyote, hayo ni mwanamke au mwanaume, anakuja kufungua shauri labda la ndoa au la talaka, pande zote mbili hana uwezo na hana uelewa wa kisheria. Akifika pale anaweza akapata hiyo huduma ili aweze kupewa guidelines. Ni namna gani guidance akifungua pale, ni labda anakuja kutoa ushahidi na inafahamika, ili nitoe maamuzi, lazima kesi itasikilizwa kwa kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili. Ni namna gani anatakiwa kusimama mahakamani na kutoa ushahidi wake, kama ana vielelezo aweze kuvitoa mahakamani, basi hizo guidance atazipata huko. Na ikija kwenye mirathi tena, mirathi pia anafungua mtu yoyote. Mara nyingi tunaangalia mtu ambaye ana maslahi kwenye mali za marehemu, lakini haimaanishi huyo tu ndo anaweza akafungua shauri la mirathi. Inawezekana pia baada ya mtu kufariki, tunafahamu waga tunakaa, familia wanakaa kikao cha familia. Wakikaa wanaweza kaona kuna mtu anayemwamini kwamba anaweza akasimamia mirathi. Pia akija kama ndugu wanamwamini au wale warithi wanamwamini, anaweza akaja akafungua shauri la mirathi. Kwa kifupi ndio hivyo. Na haki zipi hasa mtu ambao anatakiwa azijue pale ambapo anafungua shauri la mirathi? Okay, kwa mtu anayefungua shauri la mirathi, haki anazotakiwa kuzijua akiwa ni kuna haki ya kufungua shauri. Nani anayetakiwa kufungua, kuleta maombi ya kuwa msimamizi wa mirathi? Kwa upande wa mirathi unaweza ukakuta saa nyingine familia kuna wale wana ndugu au wana familia hawaelewani kabisa, yani hawezi kukaa kikao. Ikiwa hivyo, basi mtu yoyote ambaye ana maslahi kwenye ile mirathi ana haki ya kuja kufungua shauri la mirathi. Ikiwa sio hivyo, wamekubaliana kwenye kikao cha familia na huyo mtu ana maslahi au hata kama hana, ameaminika, pia ana haki ya kuja kufungua shauri la mirathi. Haki nyingine ni kwamba wale warithi wana haki ya kuja kukagua mgao, yani orodha ya mali ambazo yule msimamizi wa mirathi amekusanya na ziko mikononi mwake. Wale warithi wana haki wa kujua ni mali gani amekusanya na ni kwa namna gani amegawa zile mali za marehemu. Hilo ni swala la msingi. Na kwa upande wako kwenye masuala ya jinai ni migogoro ama mambo gani ambayo yamekuwa yakijitokeza pia zaidi, Winnie? Kwenye masuala ya jinai hususan mimi nahudumia mahakama ya mwanzo kwa sasa iliyopo Magomeni. Magomeni inabeba maeneo ya Kigogo, Mburahati, Mabibo, Manzese. Kwa nature ya migogoro au mashauri mengi yaliyopo kule ya jinai, kuna wizi, lakini kuna lugha za matusi ni nyingi sana, kujeruhi, mashambulio. Hayo ni mengi sana kwenye hiyo jamii. Sasa turejee kwako Rehema. Nilikuwa natamani kufahamu kwa sababu sehemu ambayo unafanyia kazi ina interest kubwa sana kwenye, hasa ukizingatia takwimu za hivi karibuni zimekuwa zikionyesha kwamba masuala ya mirathi, masuala ya talaka kwa mfano yamekuwa yakiongezeka sana, na hasa tukianza na eneo la talaka, tumeona takwimu za ndoa kuvunjika ama takwimu za talaka zinazidi kuongezeka siku zinavyozidi kwenda mbele. Na hasa ukizingatia sasa hivi tuko katika kizazi cha digital, kuna mambo mengi yanaendelea, lakini hasa kwa uzoefu wako kwenye hili la talaka, tunafahamu kwamba ndoa inapovunjika kuna athari zake ni kubwa. Kuna masuala ya familia ya kusambaratika, na masuala ya watoto kuwa kwenye hatari ya kukosa mahitaji yao ya kimsingi na vitu vingine kama hivyo. Sababu kubwa hasa ambayo unaiona inasababisha ndoa nyingi kuvunjika kwenye jamii ni ipi? Okay, sababu kubwa naweza nikasema ni mmomonyoko wa maadili. Kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili ndio unapelekea
pia watu wengi hawana uvumilivu pia naweza nikasema. Yeah. Ile uvumilivu kwamba kuvumiliana kumeisha. Mmonyoko wa maadili pia unachangia. Alafu mwingine anataka opinion apate kwenye mitandao ya kijamii. Ndoa iendeshwe kwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya changamoto pia naweza nikaona. Na yani kwa mfano watu wanaoleta kesi pale, yani labda anacholalamikia hasa kikubwa ni nini? Wengi wanalalamikia kikubwa hasa ni nini? Ni kesi yani kwa mfano kesi hizi za talaka, mashauri haya yanahusu talaka. Ukisema shauri linalohusu talaka ina maana amefungua maombi na moja kati ya relifu au nafuu anayotaka ni talaka, kwamba ndoa ivunjwe alafu naweze kupata talaka. Okay, sasa na mimi nauliza sababu hasa anayotaja sasa kwa nini ivunjwe? Sababu ziko nyingi. Ni zaidi ya moja. Na mahakama jukumu lake pale. Ipi inakuwa common sana? Ambaye iko common ninaweza nikasema uaminifu, swala la ugoni. Okay. Yeah, hiyo ni common. Kwa mmoja ya rais mwenzake ana Yes, sio mwaminifu. Yes, kwenye ndoa. Alafu nyingine ni utengano wa muda mrefu. Yeah, hiyo ni moja ya sababu ambazo zinaletwa pale. Alafu nyingine kutelekezwa. Ndio. Yes. Unakuta analalamika ametelekezwa. Kuna maswala hayo ya unyanyasaji wa kijinsia. Mwingine analalamika kwamba mwanaume anamlazimisha amfanye kinyume na maumbile. Okay. Kuna vitu vya namna hiyo. Yeah, sababu ni nyingi tu. Yeah. Nafikiri nasubiri hapo labda kama kuna mambo ya simu yanaweza kuingia hapo. Sawa, lakini yote kwa yote ni katika kupata ushahidi. Lakini kwa upande wa mirathi, tunaona pia ni moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa na mambo mengi, malalamiko mengi sana. Unadhani eneo lipi likifanywa kazi pengine tunaweza kupunguza masuala ya mirathi ambayo yanawafikia? Okay. Nadhani changamoto iliyopo kwenye mirathi ni unakuta mtu amefungua pale, amekuja kuomba kuteuliwa kwa msimamizi wa mirathi. Kwa uelewa wake anajua yeye akishateuliwa basi ndo anakuwa msimamizi maisha yake yote. Lakini hiyo kidogo nashukuru kuna mabadiliko ya sheria na hilo changamoto kwa Temeke tumejaribu kuitatua. Mashauri ya mirathi ili kuepusha migogoro tunahakikisha kama ni imefunguliwa mahakama kuu au mahakama ya wilaya isizidi miezi 6. Kama ni mahakama ya mwanzo wenyewe ukomo ni miezi 4. Na unakuta kama mirathi ikisikilizwa kwa wakati inaepusha migogoro mingi. Hii migogoro unayoisikia unakuta mara nyingi inayotokea ni unakuta mirathi imesikilizwa muda mrefu, yani shauri halijafungwa, limekaa mahakamani muda mrefu. Kitu ambacho kwa saizi tumejaribu kupunguza ili kuepusha hiyo migogoro na kuleta imani pia kwa wananchi na watu wapate haki yao kwa wakati. Lakini pia ukiachana na hivyo pia kuna changamoto. Yani kwa saizi pia tumesema tusogeza huduma kwa jamii, kwa maana kwamba mtu akija inawezekana hana uelewa wa kisheria, tumegundua ni tatizo, lakini akija kufungua shauri la mirathi atapata guidance ya mahakama. Umeona? Akiteuliwa, mahakama ikishajiridhisha na kumteua mtu kwa msimamizi wa mirathi, watampa guidance, mahakama inampa guidance nini cha kufanya, wapi pa kufuatilia. Kwa hiyo huduma ataifanya ili kumwezesha aweze kufunga mirathi kwa muda ule unaotakiwa. Na wale wanufaika waweze kupata haki yao kwa wakati. Na vipi kwenye eneo la wosia ina nafasi gani pia katika kupunguza hii migogoro? Yani katika vitu vyote wosia ni kitu muhimu sana na jamii yetu kuna watu wanaona kama kuandika wosia ni kama kufuru. Lakini mimi nasema ukiandika wosia unaepusha migogoro mingi mahakamani. Na hata kwa wale warithi. Yani unakuwa kwa vile tunasema wosia ni matakwa ya marehemu. Umeona? Namna gani anataka ile mali yake igawiwe kwenda kwa wanufaika. Kwa hiyo ukiandika wosia mimi naona kwamba unaepusha hiyo migogoro ambayo inajitokeza kwenye jamii. Kwa hiyo ni swala la muhimu na nina encourage watu kuandika wosia. Na kwa mtu ambaye hajapitia hizi taratibu ama mfumo wa mahakama na hafahamu chochote, unadhani ni mambo gani ni ya muhimu ambayo anapaswa kuyafahamu?
Taratibu za hajawahi kufahamu utaratibu wote wa mahakama, bado kama ni kufikisha shauri. Kwa hivyo yale mambo ambayo anapaswa kufahamu ya msingi ikiwa anataka kufungua shauri ama kesi. Taratibu inategemeana ni shauri gani anataka kulifungua mahakamani. Kama ni mirathi ina taratibu zake, kwamba tunajua mtu akifa lazima utaanza kwa utaratibu wa kufuatilia cheti, upate cheti cha kifo. Hicho ni kitu cha muhimu. Pia lazima awepo muombaji, na ndo mara nyingi anapendekezwa na wanafamilia, wana ndugu. Alafu kutakuwa na, kama wataweza kuandaa minutes, ambacho pia sio takwa la kisheria, lakini ili kuondoa ile migogoro, yani kuwe na tuseme kusmoothen ile zoezi, wakiweza kukaa ndugu, kukawa na wakakaa kama wanafamilia, kukawa na kikao, sio jambo baya, sawa, ingawa sio takwa la kisheria. Pia cha msingi lazima kuwe na wadhamini. Yule anayeleta maombi lazima awe na wadhamini wasiopungua 2. Halafu kisha inategemeana sasa na mode of life ya marehemu. Naweza nikasema taratibu za maisha ya marehemu, aliishi kwa mujibu wa taratibu gani, ili huyo mtu aweze kujua atafungua shauri lake, ni mahakama gani ina mamlaka ya kusikiliza shauri lake. Kama aliishi kwa mujibu wa taratibu ya dini ya Kikristo, basi kuna mahakama ambayo yenye mamlaka ni mahakama ya wilaya. Kama aliishi kwa mujibu wa taratibu ya dini ya Kiislamu au kimila, basi itafunguliwa mahakama ya mwanzo. Kwa kifupi ndio hivyo. Sasa tunafahamu, natamani pia kujua uzoefu, experience. Tunafahamu kwamba hizi kazi zina mengi, zina changamoto nyingi Winnie, na hasa ukiwa pia sehemu ya jamii, mtu ambaye unaishi na watu, una muunganiko pia wa kihisia na watu unaoishi nao. Unapokuwa unasikiliza shauri, kwa mfano Winnie, ni changamoto zipi ama unaweza kushare pia uzoefu wako, ni vitu gani ambavyo unapitia? Wakati mwingine unajua unajikuta katika mazingira ambayo unahitaji kufanya uamuzi ambao wewe mwenyewe unakuumiza, lakini unakuwa huna namna ya kufanya. Ni changamoto zipi hasa kwa ujumla ambazo unazipitia katika nafasi yako? Upande wa changamoto kama nilivyosema, si nyingi sana, kwa sababu nimejiandaa kisaikolojia kwamba hii ni kazi yangu, haya ni majukumu yangu ya kila siku au ya maisha yangu yote mpaka pale ambako labda nitastaafu. Kwa hiyo changamoto nyingi ni kwamba ulishajiandaa, utakutana na changamoto, siziti changamoto, unaona ni sehemu ya kazi. Kwa kufanya maamuzi magumu, unaweza ukakuta labda kwenye zile kesi za jinai, mathalani za kujeruhiana, unakuta labda aliyemjeruhi mwenzie ni wanawake wamejeruhiana, lakini aliojeruhi ni mwanamke ambaye labda ni mjamzito, ndo mshtakiwa. Sasa unafikia mahali pa kutoa adhabu, unafikiria huyu sasa nampelekaje huyu aloathirika, ameathirika sana. Inakupa kidogo wakati mgumu, unafikiria nimwachie, nimweke nje, nimpe. Ukimpa masharti nafuu sana, aliyetendewa anaona kama hakutendewa haki kabisa. Haelewi, ananung'unika pia. Lakini usipompa adhabu kabisa hivyo, lakini bado unaangalia hali yake, hajiwezi kabisa, lakini ndo kashafanya. Hayo ndio mazingira kidogo ambayo unafanyaje sasa? Lazima tu uangalie, adhabu ziko nyingi kwenye makosa ya jinai, nyingi sana. Ukiachilia mbali ya gerezani, kuna faini, kuna fidia, kuna kutumikia kifungo cha nje ambacho anakuwa anasimamiwa na afisa wa ustawi wa jamii. Lakini kuna ambao unaweza ukamwachia kwa masharti, labda usifanye kosa ndani ya miezi 6 au mwaka mmoja. Kwa hiyo unamwangalia hali yake, lakini unatoa adhabu kulingana hata na hali yake ilivyo.
Sasa na kuna muda kama mwanadamu lakini unafahamu ukiwa mama, ukiwa mwanamke kuna ile hali unakuwa nayo, labda roho ya huruma. Kuna muda umewahi kujikuta unakuwa yani unaweka hisia kwenye maamuzi unayofanya? Hapana, hisia ni kwa upande wangu nimeamua kuziondoa kabisa. Sio nimeamua, kazi na majukumu yangu yananipasa nisiwe na hizo hisia, nisiwe emotion. Wanawake kwa asili ni watu wa emotions. Ni kweli, lakini unapaswa ukumbuke kabisa tuna kiapo bila huba, bila chuki, bila upendeleo. Ukivaa hisia tayari toka nje ya mstari wako. Kwa hupaswi kuvaa hisia, usivae viatu vya mteja. Simama kwenye sehemu yako. Ukivaa viatu vya mteja tu ukahuzunika naye, sasa kama mtajikuta siku hakimu umelia na wateja mmesaidiana kulia, sasa watapata matumaini gani ama wataelewa nini hapa? Inabidi ujikaze. Unaona, this is bad, amefanya kitu kweli kibaya, kinashtua ni kweli, lakini usijaribu kuvaa viatu kwenye courtrooms. Nimejaribu kuhudhuria baadhi ya court sessions. Kuna mazingira ya dramatization. Kuna watu wana drama sana, uongo mwingi, watu wanatunga vitu na wakati mwingine mtu akipata wakili mzuri unashangaa mambo yanaletwa pale, yani wewe mwenyewe una pa kutokea. Unaweza vipi kudeal na mazingira kama hayo? Kwa sababu inaonekana kuna ule msemo unasema sometimes the law itself is unlawful. Yani wakati mwingine sheria inaweza watu wanacheza nayo tu kutokana na uwezo walionao. Mtu mwingine anaweza akashindwa kesi kwa sababu labda hajapata wakili mzuri, au mwingine akashinda kesi kwa sababu amepata wakili mzuri. Unaweza vipi kumudu kufahamu kwamba haya mambo licha ya kwamba labda ushahidi inakuwa ngumu kupatikana, lakini huyu mtu kuna mchezo unachezeka. Unawezaje, na kwa mfano ukigundua katika mazingira kama hayo na hauna ushahidi ambao ni tangible, unafanyaje? Kinachokupelekea kwenye maamuzi yoyote unayoenda kufanya ni ushahidi ulioletwa mahakamani. Ushahidi pekee tu ndo ambao utakuguide ukatoe hukumu ya namna gani, ukatoe maamuzi ya aina gani. Kwa hivyo vyote vile utafahamu kulingana na ushahidi ulioletwa. Utaangalia uzito wa ule ushahidi uko upande upi. Kama huo ushahidi umenyooka, hauna mashaka ndani yake, una uwezo wa kuuchambua na kufahamu huu ushahidi huu unaonekana kama umetengenezwa. Utajua kuna vimashaka tu vitatokea ndani yake, na kimsingi kwenye makosa ya jinai mnajua kabisa kwamba kuna viwango vya kuthibitisha makosa. Kwenye jinai tunapaswa kuthibitisha, yule anayeshtaki anapaswa athibitishe pasipo kuacha shaka yoyote ndani yake. Sasa hiyo shaka yoyote inapotokeza kwenye ushahidi inakuwa advantage kwa mshtakiwa. Utaachia, ndio ile ambapo unakuta hata mtu kweli jamii inajua na ilimuona amefanya lile kosa. Lakini tunapokuja kwenye swala la ushahidi, hawakuweza kuleta ushahidi mzuri, au wameleta ushahidi lakini ushahidi wenyewe unakinzana. Kweli amefanya, lakini ukipima ushahidi unaona hautoshi, haujai kuweza kumtia mshtakiwa hatiani, unamwachia. Lakini kwenye upande wa kesi za madai, kiwango cha kuthibitisha tunasema probability. Kwenye probability unaangalia uzito uko wapi, umeegemea wapi. Kwa kuprove madai ni rahisi kidogo, tofauti na jinai. Sawa. Kwa hiyo ni rahisi sana, haisumbui. Sawa. Ni kwa kumalizia, leo ni siku muhimu sana kwenu. Lakini tunafahamu kuna mabinti wanatamani kuingia kwenye kazi mnayoifanya. Una lipi la kuwashauri kwa ufupi? Okay, kwa kifupi mimi naweza nikawashauri mabinti kwamba kazi ya uhakimu ni kazi ambayo wanaweza kaifanya. Cha msingi ni kujua ni vitu gani, ni vigezo gani wanatakiwa kuzingatia ili kuweza kufanya kazi yangu. Ni lazima awe amesomea sheria ili aweze kuwa hakimu. Pia ni kazi ambayo inahitaji hekima, inahitaji utulivu, kuzingatia maadili, na
kama sisi tumeweza, kama ni wanawake na wenyewe wanaweza. Kwa mimi nawakaribisha kwenye hii sekta ya maamuzi kama mahakimu, na wenyewe waje huku tuweze kushirikiana kwa ajili ya kuwasaidia jamii na taifa kiujumla. Asante. Shukrani. Asante sana, tunashukuru sana, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo, ikiwa ni siku ya majaji wanawake duniani.